Wapendwa wa Mwenyezi Mungu, Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu ametupa upendeleo tena katika mwendelezo wa masomo yetu ya patakatifu na mpango wa ukombozi. Tunalo somo jingine mbele yetu lenye kichwa kinachosema ishara ya agano na Mungu. Ishara ya agano na Mungu. Ninayekualika katika majifunzo haya ni mimi, mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla tujaendelea, basi tuombe. Baba mtakatifu, mwingi wa rehema, umetupa upendeleo, tunakushukuru. Fursa ya kujifunza ni nafasi ya pekee, ni kwa rehema zako tu. Na sasa tunajikabidhi mikononi mwako, mimi mtumwa wako na mtazamaji. Tunakubali kuwa chini ya ukufunzi wa mwalimu wa kimbingu Roho Mtakatifu na usaidizi wa malaika zako watakatifu. Tangu mwanzo hata mwisho tumejikabidhi mikononi mwako, na mapenzi yako yatimizwe kwa jina la Yesu. Amina. Ishara ya agano na Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mwanzo 2:1 mpaka 3, neno la Mungu linasomeka hivi. Kama unavyoona kwenye screen yako hapo, Mwanzo 2:1 mpaka 3 imeandikwa. Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Sasa angalia, siku ya 7 ina sifa gani hapo? Hapo kabla tujatoka kwenye hilo fungu kwenye screen. Siku ya 7 ina sifa gani? Sifa ni hizi. Na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. 1, akastarehe siku ya 7. Alafu 2, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. 3, Mungu akaibarikia siku ya 7. 4, Mungu akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hakuna siku nyingine katika juma yenye sifa hizo 4. Ni siku ya 7 pekee. Hii siku ya 7 inaitwaje? Siku ya 7 ni siku gani? Ezekieli sura ya 20 mstari wa 12. Ezekieli 20:12, kama unavyoona kwenye screen yako imeandikwa. Tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana ni watakasaye. Kumbe sabato ni ishara ya kwamba tumetakaswa na Mungu. Ni ishara ya kwamba tumetakaswa na Mungu. Kwa hiyo siku hiyo ya 7 yenye sifa hizo 4 tulizozitaja ni sabato. Na hiyo ndio inayosemwa hata kwenye ile Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 mpaka 11, ya kwamba uikumbuke siku ya sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote na hivi na hivi na hivi, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Kwa maana katika siku hiyo Mungu aliacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya kwa sababu ya uumbaji. Mungu aliweka kumbukumbu ya uumbaji, na hiyo ni ishara ya kwamba wote wanaoitunza na kuitakasa wametakaswa na Mungu, na wao wameingia kwenye agano na Mungu. Kwa hiyo sabato ya siku ya 7 ya juma ni ishara ya agano na Mungu. Ezekieli 20:20,
fungu linalofuata, tazama skrini yako, Ezekieli 20:20 imeandikwa, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwa hiyo tupate kujua kwamba Mungu ndiye anayetutakasa tuitunze sabato, ili tujue ya kwamba Mungu ndiye Mungu wetu aliyeumba, muumbaji ndiye Mungu wetu, ni sabato. Kwa hiyo sabato ni kitambulisho ya kwamba tumetakaswa na Mungu. Sabato ni kitambulisho ya kwamba sisi ni watu wa Mungu, tunamcha Mungu muumbaji. Mungu muumbaji. Swali linaulizwa, nini kilitokea hata sabato ikasaulika? Mpaka leo kuna watu wengi wanaitunza Jumapili kama sabato yao. Sabato ya siku ya saba ilitokea nini mpaka ikasaulika? Natamani tusome pamoja sasa kitabu cha Pambano Kuu. Nachukua kitabu cha Pambano Kuu. Hiki hapa kitabu cha Pambano Kuu ni UPH. Hii ni toleo la 2024, UPH 2024. Tasoma ukurasa wa 39, 40 na 41. Ukurasa wa 39, 40 na 41. Hii ni sura ya 3 ya kitabu cha Pambano Kuu inayosema zama za giza la kiroho. Sitaki kurejea historia huko nyuma, nataka kuanzia hapo. Sasa twende kwenye sura ya 3 ukurasa wa 39. Nabii anasema yafuatayo: ili kuandaa njia kwa ajili ya kazi ambayo alikuwa amekusudia kuifanya baadaye, Shetani alikuwa amewaongoza Wayahudi kabla ya ujio wa Kristo kuibebesha mizigo sabato, mzigo wa masharti magumu sana. Akafanya utunzaji wake kuwa mzigo. Kwa hata Yesu alipokuja duniani, walipokuwa wanamwambia wanamtuhumu anaivunja sabato, ni kwa maana ya zile sheria na mizigo walioiweka kwenye sabato, ambayo sasa haikuwa ni sehemu ya sheria ya Mungu. Waliweka mzigo mzito katika utunzaji wa sabato, na ilikuwa ni ajenda ya Shetani, na alikuwa ameandaa njia kwa kile ambacho angekuja kukifanya baadaye, na tutakiona hapa. Alianza kushughulika na sabato tangu zamani. Shetani ana hasira na sabato. Sasa akinufaishwa na mtazamo hasi ambao alikuwa amesababisha sabato kutazamwa, aliifanya idharaulike kwa kuiita mila na desturi ya Kiyahudi. Au tukisikia leo watu wanasema sabato siku ya saba ni ya Wayahudi. Shetani alianza mkakati zamani sana ili kuandaa mazingira ya wanadamu kuanza kuituhumu sabato, kuanza kuishambulia sabato, kuanza kuichukia sabato kama desturi ya dini ya Kiyahudi, kama desturi ya Kiyahudi. Kwa hiyo Shetani alianza zamani sana. Wakati wa Kristo walio wengi wakiendelea kuiadhimisha Jumapili kama siku kuu ya furaha, aliwaongoza ili kuonesha chuki yao kwa dini ya Kiyahudi, kuifanya sabato kuwa siku ya kufungwa, siku ya huzuni na maumivu. Huyo Shetani na mikakati yake dhidi ya sabato. Katika sehemu ya kwanza ya karne ya 4, Mfalme Konstantini alitoa amri kuifanya Jumapili kuwa siku ya sherehe katika dola lote la Rumi. Siku ya jua iliheshimiwa na raia wake wapagani na iliheshimiwa pia na raia wake wa Kristo. Ilikuwa sera ya mfalme kuunganisha makundi mawili yenye maslahi yanayokinzana ya upagani na Ukristo. Huyo ni Mfalme Konstantini akiongozwa na Shetani. Sasa alishawishiwa kufanya hivyo na maaskofu wa kanisa ambao kwa kusukumwa na tamaa na kiu ya madaraka walitambua kuwa ikiwa siku ile ingeadhimishwa na Wakristo na wapagani, ingehamasisha wapagani kuupokea Ukristo kwa jina la hivyo kwa jina, na hivyo kuongeza nguvu na utukufu wa kanisa. Sasa ukisoma sura ya 2 ya kitabu hiki cha Pambano Kuu
ya kwamba shetani alipoona mbinu yake ya mateso, anapowaua wanaongezeka wengi, akabadili mbinu, akaamua kuingia ndani ya kanisa la Kristo na kusimika bendera katika kanisa la Kikristo. Alifanyeje? Aliwaongoza watu wale ambao wameongoka nusu, wapagani, waupokee Ukristo, na alafu walipofika kule wakapenya na kupata nafasi za uongozi. Ndio hao sasa maaskofu wameshika nafasi za uongozi, lakini hawakuwa Wakristo genuine, wakiwa Wakristo wapagani, Wakristo nusu na wapagani nusu. Walikuwa ni vitendea kazi vya shetani, na mbinu hiyo mpaka leo anaifanya. Walipoingia ndipo wakamshawishi Konstantini kwamba siku ya Jumapili itunzwe kama siku ya ibada. Hapa anasema kwa kusukumwa na tamaa na kiu ya madaraka, walitambua kuwa ikiwa siku ile ingeadhimishwa na Wakristo na wapagani, ingewahamasisha wapagani kuupokea Ukristo kwa jina, na hivyo kuongeza nguvu na utukufu wa kanisa. Lakini wakati Wakristo wengi wacha Mungu waliongozwa polepole kuikubali Jumapili kama siku iliyo na kiasi fulani cha utakatifu, bado waliendelea kuishika Sabato ya kweli kuwa ndiyo siku takatifu ya Bwana, na waliiadhimisha ili kuitii amri ya 4. Nabii anaendelea kusema mdanganyifu mkuu Shetani sasa alikuwa bado hajamaliza kazi yake. Ilikuwa imefanywa tu kwa sehemu na hawa maaskofu wapagani, maaskofu waliojipenyeza wakapata madaraka kwenye kanisa la Kikristo, lakini kumbe ni vitendea kazi vya Shetani. Mdanganyifu mkuu alikuwa bado hajamaliza kazi yake. Alidhamiria kukusanya ulimwengu wa Kikristo chini ya bendera yake na kupitishia madaraka yake chini ya mwakilishi wake, papa mwenye kiburi. Yaani ndiye mwakilishi wa Shetani. Sasa papa mwenye kiburi aliyedai kuwa mwakilishi wa Kristo, kumbe ni mwakilishi wa Shetani. Kwa kupitia kwa wapagani walioongoka nusu, maaskofu wenye tamaa na waumini wa kanisa wapenda dunia, alifanikisha kusudi lake. Mabaraza makubwa yaliendeshwa mara kwa mara, ambapo viongozi wakubwa wa kanisa walikusanywa pamoja kutoka duniani kote. Karibu katika kila baraza, Sabato iliyowekwa na Mungu ilikandamizwa chini zaidi. Wakati huo huo, Jumapili iliinuliwa juu. Kwa njia hiyo, sherehe ya kipagani hatimaye iliheshimiwa kama agizo takatifu, ili hali Sabato ya Biblia ilitangazwa kuwa mabaki ya dini ya Kiyahudi na uadhimishaji wake ulitangazwa kuwa umelaaniwa. Na hiki ndicho kinachoendelea mpaka sasa kule Marekani. Wanasema Sabato ya siku ya saba ni Sabato ya Wayahudi, ila wao ni taifa la Kikristo. Sabato ya Wakristo ni Sabato ya Jumapili. Kwa hiyo tutarajie Marekani watakapoidhinisha Jumapili wakiwa na mtazamo ule ule wa amri 10. Amri ya 4, ikumbuke siku ya Sabato itakase. Ila wao hawamaanishi Jumamosi siku ya saba, wanamaanisha Jumapili siku ya kwanza, wakisema Jumamosi ni ya Wayahudi. Ndicho kinachoendelea sasa. Mwasi mkuu alifanikiwa kujiinua juu ya kila kiitwacho Mungu na kuabudiwa. Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 4. Alijaribu kubadili kanuni pekee ya sheria ya Mungu ambayo bila shaka inawaelekeza wanadamu kwa Mungu wa kweli aliye hai. Katika amri ya 4, Mungu anafunuliwa kuwa ni muumbaji wa mbingu na nchi, na hapa anatofautishwa na miungu ya uongo. Kwa hiyo tunapoitunza Sabato ya siku ya saba ya juma, tunakiri ya kwamba tunayemwabudu ni Mungu aliyeumba, sio miungu. Ibada ya siku tofauti na Sabato, kuitunza, kuitakasa tofauti na Sabato ya siku ya saba ya juma, ni ibada kwa Mungu mwingine, na hiyo ni ibada kwa Shetani. Kwa hiyo mpambano ni kati ya Jumapili na Jumamosi. Jumamosi ni mmiliki wake ni Mungu muumbaji. Jumapili mmiliki wake ni Shetani, tapeli, dhalimu, muongo, mdanganyaji mkuu. Kwa hiyo kuna mkuu wa giza hapa, kuna mfalme wa uovu na Sabato yake, alafu kuna mfalme wa nuru, mkuu wa nuru, mkuu wa uzima, muumbaji wa mbingu na nchi na Sabato yake. Katika mpambano, Jumapili na Jumamosi zinaletwa katika mpambano. Je,
wewe unajua unachokiamini? Je, umesimama upande wa Bwana na una uhakika ya kwamba umesimama katika kweli hata usitetereke na bila kuyumbishwa? Nabii anaendelea kusema, ilikuwa ni kwa ajili ya kumbukumbu ya kazi ya uumbaji, ambapo siku ya saba ilitakaswa kama siku ya mapumziko kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilikusudiwa kumweka Mungu aliye hai mbele ya akili za wanadamu kama chanzo cha uzima na yeye anayestahili kicho na ibada. Shetani anapambana kuondoa kicho cha wanadamu kwa Mungu na kuondoa utii wao kwa sheria yake. Hivyo anaelekeza juhudi zake hususan dhidi ya amri inayoelekeza watu wa Mungu kwa muumbaji. Sabato ya siku ya saba ya juma, amri ya 4 katika zile 10, inawaelekeza watu kwa Mungu muumbaji. Shetani anapowatoa watu kwenye sabato na kuwapeleka Jumapili, siku ya kwanza ya juma, anawaondoa kutoka kwa muumbaji. Kwa hiyo hapa tuna pambano kuu sasa kati ya Kristo na Shetani. Yesu anawaleta watu kupatanishwa na Baba. Shetani anawaondoa watu kwa Baba, anawapeleka mbali na Mungu. Hilo ndilo pambano kuu. Ndilo pambano kuu. Waprotestanti sasa wanadai kuwa ufufuo wa Kristo uliifanya Jumapili kuwa sabato ya Wakristo, lakini hakuna ushahidi wa maandiko. Heshima kama hiyo haikutolewa kwa siku hivyo na Kristo au mitume. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Ni wapi tuna ushahidi wa kimaandiko Yesu aliibadili sabato kutoka siku ya saba kwenda ya kwanza kwa sababu siku aliyofufuka? Si Yesu baada ya kufufuka alikaa na wanafunzi wake siku 40? Mbona katika hizo siku 40 hakuna rekodi yoyote kwamba aliabudu Jumapili? Hakuna mahali popote kuna tamko la Yesu ya kwamba alitamka kwamba sasa utakatifu wa siku ya saba ya juma, Jumamosi, unahamia Jumapili kwa sababu ni siku aliyofufuka. Haya, baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, mitume wake waliendelea. Je, kuna mahali mitume walitunza Jumapili? Je, kuna mahali mitume waliambiwa kwamba wamefunuliwa na Mungu, wamepokea maono, wameandika kwenye vitabu ya kwamba ni Jumapili badala inakuwa sasa Jumapili badala ya Jumamosi? Hakuna. Hili limetoka wapi? Ni uongo wa Shetani. Uadhimishaji wa Jumapili kama siku ya ibada ya Wakristo ulitokana na siri ya uasi. Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 7. Hii dunia inapaswa ifahamu kabisa. Dunia wanapaswa kufahamishwa kabisa. Jumapili ni zao la siri ya kuasi. Ni zao la siri ya kuasi ambayo hata katika wakati wa Paulo ilikuwa imeanza kazi yake. Ni wapi na ni lini Bwana aliadhinisha mtoto huyu wa upapa, yani Jumapili? Ni sababu gani halali inaweza kutolewa kwa ajili ya badiliko ambalo maandiko hayailiidhinishi? Katika karne ya 6 upapa ulikuwa umeshajijenga kikamilifu. Kiti chake cha mamlaka kilisimikwa katika mji mkuu wa dola na askofu wa Rumi alitangazwa kuwa kiongozi wa kanisa lote. Upagani ulisalimisha nafasi yake kwa upapa. Joka alimpa mnyama nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Ufunuo 13:2. Na sasa ikaanza miaka 1260 ya ukandamizaji wa kipapa uliotabiriwa katika unabii wa Danieli na Ufunuo. Danieli 7:25, Ufunuo 13 mstari wa 5 mpaka wa 7. Wakristo walilazimishwa kuchagua ama kusalimisha uadilifu wao na kukubali sherehe na ibada za kipapa, au kuharibu maisha yao gerezani au kuuawa kwa msumeno, moto au shoka. Hayo yalifanywa na kanisa Katoliki. Upapa ulifanya. Sasa swali, ikiwa kanisa Katoliki ni kanisa la Kikristo, kama papa ndiye anaongoza kanisa la Kikristo, kwa nini achinje watu na aue watu kwa sababu walikataa kuikubali Jumapili ambayo ni zao la upapa, ambayo imetokana na siri ya kuasi? Ndipo utaelewa ya kwamba upapa hauna uhusiano wowote na Ukristo. Ukatoliki hauna uhusiano wowote na Ukristo. Shetani anatumia taasisi hii
kwa vazi la muonekano wa Ukristo kwa nje, lakini kumbe ndani ni mbwa mwitu hatari. Ni mbwa mwitu hatari. Kitendo cha kanisa la Rumi kupata mamlaka kuliashiria kuanza kwa zama za giza. Kwa kadiri mamlaka yake yalivyoongezeka, kina cha giza kiliongezeka zaidi. Imani ilihamishwa kutoka kwa Kristo, msingi wa kweli, kwenda kwa papa wa Rumi. Badala ya kumtumaini mwana wa Mungu ili kupata msamaha wa dhambi na wokovu wa milele, watu walimtazama papa na mapadri na maaskofu ambao alikasimu madaraka kwao. Walifundishwa kuwa papa alikuwa mpatanishi wao wa kidunia na kuwa hakuna ambaye angeweza kumwendea Mungu isipokuwa kwa kupitia kwake, na zaidi ya hapo kwamba alisimama mahali pa Mungu kwao, na kwa hiyo alitakiwa kutiiwa bila maswali. Kukiuka matakwa yake ilikuwa sababu tosha ya kustahili adhabu kali iliyotolewa kwenye miili na roho za wakosaji. Hivyo akili za watu ziliondolewa kwa Mungu na kupelekwa kwa wanadamu wanaokosea, wenye mapungufu na wakatili. Zaidi ya hao, akili zao zilielekezwa kwa mfalme wa giza mwenyewe aliyetumia nguvu zake kupitia kwao. Dhambi ilijificha katika vazi la utakatifu. Maandiko yanapokandamizwa na mwanadamu anapojidhania kuwa yuko juu ya wote, tutegemee kuona ulaghai, hila, udanganyifu na uovu wa kudhalilisha. Kwa kuziinua sheria na desturi za wanadamu, kulijitokeza ufisadi ambao daima hujitokeza kwa sababu ya kuiweka pembeni sheria ya Mungu. Kwa hicho ndicho kilichotokea mpaka leo watu wanaitunza Jumapili. Ndicho kilichotokea watu wanaikanyaga Sabato ya Bwana. Ndicho kilichotokea. Sasa basi, wakati wa zama hizo za giza, kabla ya upapa kupata jeraha la mauti kwa mujibu wa unabii, mwaka 1798, mwisho wa ile miaka 1260 ya zama za giza, kabla ya kipindi hicho cha kupata jeraha la mauti, waliibuka wana matengenezo. Kanisa Katoliki wakati huo chini ya utawala wa upapa lilikuwa limepiga marufuku usomaji wa maandiko, na Biblia zilitafsiriwa kutoka lugha za asili na kupelekwa lugha ya Kilatini. Ni makasisi peke yao ndo walielewa hiyo lugha, maana walijifunza hiyo lugha. Watu wa kawaida hawakuruhusiwa kuwa na Biblia, na haikuruhusiwa Biblia kutafsiriwa kwenye lugha yoyote zinazotumiwa na wanadamu. Sabato ikapigwa marufuku, watunza Sabato wakauawa, wengine wakakimbilia milimani, wakaishi kwenye mapango, wakiteswa na kanisa Katoliki. Historia haitafutika. Kanisa Katoliki haliwezi kukwepa historia hii, kwa sababu limeyatenda hayo na yamerekodiwa, yapo kwenye vitabu vya kihistoria. Lengo ni nini? Shetani alikuwa anatumia mamlaka hii. Siri ya kuasi ilikuwa inatenda kazi ikiwa imedhihirika kwa upana wake katika kiwango chake cha juu. Shetani anatenda kazi kutaka kuwamaliza wale watakatifu, kumaliza wale wanaong'ang'ana na ukweli wa neno la Mungu, wanaong'ang'ana na Sabato ya Bwana. Kwa hiyo kweli nyingi za Biblia zilizikwa chini, Biblia ilikanyagwa chini, alafu desturi za wanadamu zikainuliwa, sherehe za kipagani zikainuliwa. Jumapili ambayo ilikuwa ndio ibada ya wapagani ikainuliwa juu kama siku ya ibada. Mpango wa Mungu wa ukombozi kupitia patakatifu, ambapo watu walitakiwa wamuone Yesu, wamfuate Yesu katika hekalu la mbinguni, ule mpango ukazikwa, ukafunikwa, ukateketezwa, na hatimaye sasa badala ya watu kumfuata Yesu wahesabiwe haki bure kwa imani, watubu na kungama dhambi kwa Yesu, wakawa sasa papa ndio akawa ndiye mbadala wa Yesu. Anajiwasilisha kana kwamba yeye ana uwezo wa kusamehe dhambi, na madaraka aliyokasimishwa kwa mapadri na maaskofu wakatenda vivyo hivyo. Kwa hiyo Sabato ikashughulikiwa pamoja na patakatifu pakaharibiwa. Kwa hiyo kuhesabiwa haki bure kwa imani kukatoweka, badala yake ikawa ni kuhesabiwa haki kwa matendo.
unatoa sadaka, unasamehewa dhambi. Ndugu yako aliyekufa, unatoa sadaka, anafanyiwa maombi, eti ndio kwamba anatoka toharani, anaenda paradiso. Huo ni uongo. Biblia inatuambia wazi kabisa, wafu hawajui neno lolote. Mtu aliyelala mauti amekutwa kwenye hali hiyo aliyokutwa nayo, mlango wa rehema unakuwa umefungwa kwake. Hayo ni mafundisho ya kipagani na ya kimizimu kutoka kwa kanisa hili la Rumi chini ya utawala wa upapa. Zama za giza zikaendelea. Sasa watu Mungu akaibua wana matengenezo waliopingana na mafundisho ya kanisa la Rumi. Waliwaongoza watu kukataa mafundisho ya kanisa la Rumi, lakini hawakuwa na nuru yote, hawakuwa na ufahamu wote. Kila mmoja alipewa nuru kidogo. Kwa mfano, Martin Luther, yeye alifunuliwa habari ya kuhesabiwa haki bure kwa imani. Mwingine akafunuliwa habari ya ubatizo, sio wa kunyunyiza maji kichwani, na wala sio kubatiza watoto, ni wa kuzamishwa majini. Mwingine naye akapewa kingine, mwingine naye akapewa kingine. Wengi wa hao wana matengenezo waliuawa. Walipouawa, wale wafuasi wao hawakujua wapi waendeleze. Badala ya kumsikia Roho Mtakatifu, wakaanzisha dhehebu, yakaibuka madhehebu, yakaitwa madhehebu ya Waprotestanti. Sasa mwaka 1798 upapa ukapata jeraha la mauti. Kwa hiyo mamlaka ya upapa ikadondoka chini. Kwa hiyo sasa Uprotestanti ukaonekana kama vile sasa umeshinda. Nini kilitokea? Upapa ukakusanya nguvu mpya. Katika kitabu hiki cha Pambano Kuu, ukurasa wa 190, ile sura ya 12, Mapinduzi Ufaransa, 190 na 191, hii UPH 2024, nabii anaeleza hiyo historia ambayo inapatikana pia hata kwenye vitabu vingine. Upapa ama kanisa la Rumi likaanzisha shirika katili na fidhuli la Majesuiti, ambao sasa kazi yao ilikuwa ni kushughulika na Uprotestanti, kwa maana ya kuhakikisha Uprotestanti unakufa na unapotea. Kwa hiyo wakajipenyeza kwenye madhehebu mbalimbali, wakajiingiza kwenye madhehebu mbalimbali, na wakifika kule wanashika nafasi za uongozi, wanapanda ngazi mpaka nafasi za juu. Ndipo sasa vuguvugu la muungano wa kidini likawezekana duniani, na tena matengenezo yakafa duniani. Lakini angalia, Mungu alipoona hayo yote, alipoona hizo jitihada zote, alijitafutia kundi la pekee, na katika hilo kundi likawa limejengwa juu ya jukwaa lililo imara, likawa limesimamishwa juu ya jukwaa lenye ngazi 3. Hilo kundi likawa limekasimiwa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Jumbe hizi ndizo onyo kwa ulimwengu, na jumbe hizi ndizo zinazotakiwa kwenda kufumua na kuanika siri yote ya kuasi, kumfunua mwana wa kuasi, kueleza utendaji kazi wa upapa wote, na kuwafanya watu waelewe ya kwamba mwokozi wao ni Yesu. Huyu mwanadamu hastahili kuabudiwa, ni mwanadamu ambaye anatumiwa na shetani, ni mamlaka iliyoasi, ni kanisa lililoasi. Kazi hiyo walikabidhiwa Waadventista wa Sabato. Sasa ngoja turudi nyuma kidogo, tuangalie pointi ya msingi katika kitabu cha ujumbe wa awali UPH 2023 ukurasa wa 291 292. Yako maneno hayo yafuatayo maneno yanayotuongoza kuelewa habari hii, historia ilikuwaje. Narudisha kitabu cha Pambano Kuu, nachukua kitabu cha ujumbe wa awali. Kitabu cha ujumbe wa awali ukurasa wa 292 na 291 na 292. Kuna maneno haya, nabii anasema, baada ya Yesu kufungua mlango wa patakatifu pa patakatifu, nuru ya Sabato ilionekana na watu wa Mungu walijaribiwa kama wana wa Israeli walivyojaribiwa hapo kale, kuona kama wangeishika sheria ya Mungu. Nilimuona malaika watatu akielekeza juu, akiwaonesha wale waliokata tamaa njia ya patakatifu pa patakatifu pa mbinguni. Pale wanapoingia kwa imani katika patakatifu pa patakatifu, wanamkuta Yesu, na tumaini na furaha vinachipuka upya.
niliwaona wakiangalia nyuma, wakiyapitia upya yale yaliyopita, kuanzia kutangazwa kwa ujio wa pili wa Yesu hadi uzoefu wao katika kupita kwa wakati mnamo 1844. Wanaona kuwa kusikitishwa kwao kunaelezewa na furaha na uhakika tena vinawahuisha. Malaika watatu amemulika wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao, na wanajua kwamba Mungu amewaongoza kwa majaliwa yake ya ajabu. Ujumbe wa malaika watatu ulifuata baada ya mwaka 1844 tarehe 22 Oktoba. Sasa ujumbe wa malaika watatu uliwaongoza kwa imani kuona Yesu alipohama chumba cha kwanza akahamia chumba cha pili. Kwa hiyo kwa imani walielewa ya kwamba kumbe Mungu aliongoza vuguvugu lote. Waliona ujumbe wa malaika watatu unaangaza kwa yaliyopita, yaliyopo na yajayo. Ni nini sasa hapa ambacho walikigundua baada ya kupata ujumbe wa malaika yule watatu? Iliwakilishwa kwangu kwamba masalio au waliosalia walimfuata Yesu kwenda katika patakatifu pa patakatifu na kuliona sanduku la agano na kiti cha rehema, nao walivutiwa na utukufu wao. Kisha Yesu akainua kifuniko cha sanduku la agano, na tazama, mbao za mawe zikiwa na amri 10 zimeandikwa juu yake. Walifuatilia maneno yale ya ukweli ya kuchangamsha, lakini wakaanza tena mwanzo kwa kutetemeka wanapoona amri ya 4 miongoni mwa amri 10 zile takatifu, ikiwa na nuru ikiangaza juu yake, iliyo angavu kuliko ya zile 9 nyingine, na duara la utukufu kuizunguka pande zote. Hawapati kitu chochote huko kinachowajulisha kwamba Sabato imefutwa au kubadilishwa kwenda siku ya kwanza ya juma. Amri inasomeka kama wakati ilipotamkwa na sauti ya Mungu kwa fahari kuu na ya kutisha juu ya mlima. Wakati huo umeme unamulika na radi zinanguruma. Iko vile vile kama ilivyoandikwa wakati ule kwa kidole chake mwenyewe kwenye mbao za mawe. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana, Sabato ya Bwana Mungu wako. Wanashangaa wanapoona utunzaji unaofanywa kwa amri 10. Wanaziona zikiwa zimewekwa karibu na Yehova, zikiwa zimefunikwa na kulindwa kwa utakatifu wake. Wanaona kwamba wamekuwa wakiikanyaga amri ya 4 ya zile amri 10, nao wameitunza siku iliyorithishwa na wapagani na wafuasi wa upapa na kanisa la Rumi badala ya siku iliyotakaswa na Yehova. Wanajinyenyekesha mbele za Mungu na kuomboleza juu ya dhambi zao za zamani. Bwana asifiwe. Nini kilitokea? Angalia, tunarudi sasa kwenye bango letu hapa, Baada ya mwaka 1844 hapa kulitokea kukatishwa tamaa kukuu. Walitarajia Yesu arudi mwaka huu tarehe 22 Oktoba, hakurudi. Kumbe ilikuwa Yesu anahama chumba cha kwanza, anahamia chumba cha pili cha patakatifu patakatifu. Ndipo mwanzo wa kuhubiri ujumbe wa malaika yule watatu. Kwa hiyo ujumbe wa malaika watatu uliwaongoza kuja mpaka hapa na kuiona Sabato ikiwa hapa patakatifu pa patakatifu. Waliona ya kwamba ujumbe wa malaika watatu unawarejesha kwenye yaliyopita, yaliyopo na yaliyo mbele. Ndipo sasa walimuona Yesu katika imani, walimuona Yesu akihama chumba hiki akaingia chumba cha pili cha patakatifu pa patakatifu. Alafu Yesu akafunua hili sanduku la agano, wakaziona zile mbao 2 za mawe zikiwa ndani ya sanduku la agano.
tena katika amri zile mbao 2 za mawe zenye amri 10, wakaona ile amri ya 4, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Waliiona ikiwa ina nuru angavu kuliko zile zingine 9. Alafu kwenye amri ya 4 kukazunguka duara la utukufu, na kuonesha ya kwamba kumbe amri ya 4 inayosema ikumbuke siku ya Sabato, siku ya 7 ya juma, siku ya Jumamosi kwa Kiswahili chetu, ipo tena. Basi inatunzwa na Mungu mwenyewe. Hapa kwenye hili sanduku la agano ndio kiti cha enzi, na hilo na hapo juu ndipo anapokaa Mungu, na chini kwenye kiti cha enzi cha Mungu ndipo kuna mbao 2 za mawe vijana wanasema original, ziko mbinguni, na waliziona ziko mbinguni. Huko duniani Papa anatuambia ilibadilishwa wakati Yesu amefufuka siku ya kwanza ya juma. Wakristo wanatuambia ilibadilishwa. Kwa hiyo wakagundua kwamba jamani, wakajinyenyekeza, wakaomba msamaha kwa dhambi zilizopita. Kwa nini? Walikuwa wakiitunza Sabato ya upapa, mtoto wa upapa, ambao ni matokeo ya siri ya kuasi. Maana wakati wote walikuwa bado wanaitunza Jumapili, ndipo wakaazimia sasa kuanzia hapo wakaanza kuitunza Sabato. Na hivyo ndio kuibuka kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Angalia hilo jina, Seventh Day Adventist Church, kanisa la Waadventista wa Sabato. Yaani tunatarajia kuja kwa Yesu mara ya pili kuliko karibu, lakini tukiangalia hapa duniani sisi tunakubali ya kwamba Mungu aliyeumba mbingu na nchi ndiye anastahili kuabudiwa, na huyo Mungu ndiye Bwana wa Sabato. Kwa hiyo tunaitunza siku ya 7 ya juma. Kwa Sabato walipokabidhiwa ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu, ulitakiwa uende ulimwenguni, na ujumbe huu ndio unaobomoa upapa. Ujumbe huu ndio unaobomoa kanisa Katoliki. Ujumbe huu ndio unaobomoa mamlaka ya giza ya shetani. Waadventista wamekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu. Haiwezekani kwa namna yoyote Waadventista wakaanza kumchekea papa na kuona kana kwamba ni mtu mwema sana. Hakuna, ni siri ya kuasi inatenda kazi. Lazima mtu wa kuasi afunuliwe wazi. Wenye jukumu la kufunua uwazi huu na kuanika uchafu wote wa kanisa la Rumi ni Waadventista wa Sabato. Niambie sasa, unawezaje kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu, kama wewe hautachukiwa na majesuiti, kama wewe usipochukiwa na wanayotunza Jumapili? Unawezaje ukapendwa na ujumbe huu ukaupeleka? Kwa lazima tuushushe ujumbe ili tupendwe na ulimwengu. Ujumbe wetu ni wa kufa ama kupona. Ni ujumbe ambao ni wa kuishi ama wa kufa. Sio ujumbe ambao unatakiwa kubebwa kwa wepesi kiasi hicho. Waadventista kuna mahali tumeacha kubeba bendera. Tumeacha kubeba ujumbe wenye ngazi 3. Katika kitabu kinachoitwa Ujumbe wa Malaika Watatu, UPH 2025, ukurasa wa 6 na wa 7. Narudisha kitabu cha ujumbe wa awali, nasoma kitabu cha Ujumbe wa Malaika Watatu. Ukurasa wa 6 na wa 7. Kwa namna ya pekee, Waadventista wa Sabato wamewekwa ulimwenguni kama walinzi na wabeba nuru. Wamekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Ulimwengu ambao upapa umetawala. Ulimwengu ambao umenyweshwa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Ulimwengu ambao umedanganywa na mafundisho potofu. Badala ya kumwabudu muumbaji, wanamwabudu kiumbe. Badala ya kubaki na Sabato ya Bwana, watu wanaitunza Sabato ambayo ni zao la upapa, siri ya kuasi. Sabato iliyoanzishwa na shetani mwenyewe. Wanaitunza siku ambayo Mungu hakuitakasa, Mungu hakuitenga, wala Mungu hakuibarikia. Wala sio siku ambayo inatakiwa kustarehe. Ulimwengu unakusanya nguvu zao na kukusanya ulimwengu kuwaleta kwenye kuitunza Jumapili kwa lazima kisheria. Waadventista wa Sabato walitakiwa wauonye ulimwengu, maana matokeo ya hiyo sheria ya kulazimisha kuitunza Jumapili ndio itakayopelekea ghadhabu ya Mungu ishuke kwa ulimwengu huu. Wamekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Juu yao nani? Waadventista wa Sabato.
kunaangaza nuru ya ajabu kutoka kwa neno la Mungu. Wamepewa kazi ya maana sana, kutangazwa kwa ujumbe wa malaika wa kwanza, malaika wa pili na watatu. Hakuna kazi nyingine yenye umuhimu mkubwa sana zaidi ya hiyo. Hawapasi kuruhusu kitu kingine chochote kichukua usikivu wao. Ukurasa wa 7. Mungu ameliita kanisa lake leo hii, kama alivyowaita Israeli ya kale, kusimama kama nuru duniani kwa uwezo mkuu wa ukweli. Kupitia kwa ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, amewatenga kutoka kwenye makanisa na ulimwengu ili awalete kwenye utakatifu unaokaribiana naye. Amewafanya kuwa watunzaji wa sheria yake na amewakabidhi ukweli mkuu wa unabii wa wakati huu, kama ilivyokuwa kwa maneno matakatifu yaliyokabidhiwa kwa Israeli ya kale. Kweli hizi ni wajibu mtakatifu zinazopaswa kuwasilishwa kwa ulimwengu. Kazi hiyo wamepewa Waadventista wa Sabato, kama walivyokuwa Wayahudi wa kipindi kile. Wayahudi wa kipindi kile ambao walikuwa wametengwa katikati ya mataifa ya kipagani ili wamtangaze Mungu wa kweli, ili wamhubiri Mungu wa kweli. Ndivyo Waadventista wa Sabato walivyotengwa katikati ya ulimwengu ambao umetawaliwa na mafundisho ya upapa, ulimwengu ambao umerubuniwa na mafundisho ya bandia ya kanisa Katoliki, mafundisho ya uongo, mafundisho ya umizimu, mafundisho ya shetani. Kanisa la Wasabato limetengwa kuangazia ulimwengu jumbe zenye ngazi tatu, jumbe za malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye basi aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Ujumbe wa malaika wa pili, umeanguka Babeli. Ujumbe wa malaika wa tatu, ole wake atakayepokea alama ya mnyama, ole wake atakayepokea alama ya mnyama. Hizi jumbe za malaika watatu zinatakiwa kwenda ulimwenguni kote. Hatuna ujumbe mwingine, na jumbe hizi lazima zitutakase Wasabato, ndipo tufae kuzipeleka ulimwenguni. Swali ni hili: je, Wasabato tumesimama kwa zamu yetu, ama Wasabato tunarudia historia ya Wayahudi wa zamani? Je, kwani shetani alifanya nini kwa taifa la Wayahudi? Hakuuteka mfumo wa dini ya Kiyahudi akawafanya Wayahudi washindwe kutekeleza kusudi lao? Ndivyo shetani anavyofanya. Anajua kabisa kanisa la Wasabato lina ujumbe ambao ni tishio kwa serikali yake, tishio kwa ufalme wake wa giza. Kwa hiyo alichokifanya, ameteka mfumo wa kanisa la Wasabato hata kushindwa kutekeleza jukumu hili. Kwa hiyo majesuiti nao wamepenya kwenye kanisa la Sabato, wanaingia wakiwa wachungaji, wanasoma kwenye vyuo vyetu, wanapanda mpaka ngazi za juu, wanashika madaraka, alafu wanaondoa hatua kwa hatua ukweli wa sasa. Na hiyo ndio sababu kwa nini lesoni zinazokuja nyingi hazina ukweli wa sasa. Majuma ya maombi hakuna ukweli wa sasa. Ndio Sabato maalum hakuna ukweli wa sasa. Kwenye mikutano ya makambi hakuna ukweli wa sasa. Ni ajenda ya shetani kuua Uprotestanti, na Waprotestanti wa kweli ni Waadventista wa Sabato. Ukiacha hivyo tu, shetani anawaongoza Waadventista wa Sabato kufanana na ulimwengu katika maisha yao. Wako Wasabato ambao wanaongoza kuivunja Sabato. Wasabato hawaithamini tena siku ya Sabato, wanaishi kama watu wengine wa kawaida kwa kufungamanishwa roho zao na ulimwengu. Kwa hiyo siku itakapotangazwa kisheria, watapokea alama ya mnyama kwa sababu watafuata mkondo uliozoeleka ambao wamezoea kuuishi siku zote. Wasabato siku hizi hawaoni shida kufanya mitihani siku ya Sabato, hawaoni shida kwenda kazini siku ya Sabato, hawaoni shida kwenda kwenye interview siku ya Sabato, hawaoni shida kwenda kwenye mikutano ya kisiasa siku ya Sabato, hawaoni shida kutazama mipira siku ya Sabato, kutazama movie na tamthilia siku ya Sabato, hawaoni shida kupika siku ya Sabato. Wanafanya wanavyojisikia. Sabato imekuwa ni ya kawaida, ni ajenda ya shetani ili Sabato ionekane kuwa ni sawa na siku zingine. Itakapokuja sheria ya Jumapili, Wasabato wengi ambao hawaitakasi Sabato wataungana na ulimwengu na watapokea alama ya mnyama. Ukweli wa sasa lazima uinuliwe juu. Wasabato watakase ukweli huu, lazima Wasabato watakaswe na ukweli huu. Sasa swali linaulizwa, je, kuna mikakati yoyote ya kuikandamiza Sabato? Ndio, mikakati ipo. Nataka nikusomee kitabu cha Dhiki Kuu, ukurasa wa 16, 17 na 18. Nachukua kitabu sasa. Ukurasa wa 16 na 17, kitabu cha Dhiki Kuu. Inasema, kwa njia ya makosa makuu mawili, imani kwamba roho haifi na utakatifu wa Jumapili, shetani atawaleta watu chini ya madanganyo yake. Wakati lile la kwanza nini? Imani ya umizimu linaweka msingi wa imani ya umizimu, yani ile ya kutokufa kwa roho.
inaweka msingi wa imani ya umizimu. Lile la pili, yani Jumapili, linaleta mapatano ya kukubaliana na Rumi. Neno la Mungu linafundisha kwamba matukio ya kuikandamiza Sabato yatarudiwa tena wakati wa Katoliki wa Rumi na Waprotestanti watakapoungana kwa lengo la kuitukuza Jumapili. Na muungano huu umekwisha kufanyika kule Marekani, ule muungano wa utatu: umizimu, roho kutoka katika kinywa cha yule joka; nabii wa uongo, roho kutoka katika kinywa cha nabii wa uongo, Protestanti ulioanguka Marekani; mnyama, roho kutoka katika kinywa cha yule mnyama, upapa, ukatoliki, vimeshaungana pamoja. Umoja wa utatu umekwisha fanyika Marekani. Kwa hiyo kinachofuata sasa, wameshaunda sanamu ya mnyama, wanashinikiza dola ipitishe mafundisho yao, ishurutishe mafundisho yao. Na hivyo serikali ya Trump imeshajinasibu ya kwamba inataka kuunganisha dini na serikali, na inafanya kazi pamoja. Kwa hakuna wakati katika historia ya kinabii kama wakati tuliofika sasa. Wanyama wawili wa Ufunuo 13 wanafanya kazi pamoja, wanashirikiana pamoja, wanazungumza lugha moja. Kitakachofuata ni sheria ya Jumapili, na imekaribia sana Marekani. Kwa hiyo ukandamizaji wa Sabato unakuja kwa mujibu wa sheria. Wale Waadventista wa Sabato walioshinda dhambi, Waadventista wa Sabato ambao wamezoea kuitakasa Sabato ya Bwana, ndio watakaotiwa muhuri. Nje ya hapo hakuna muhuri. Wasabato ambao wamesimama juu ya jukwaa lililo imara, jukwaa lililojengwa juu ya msingi wa huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni, ujumbe na jukwaa lenye ngazi tatu: ujumbe malaika wa kwanza, malaika wa pili na malaika wa tatu. Waadventista wa Sabato hao ambao ukweli wa sasa utakuwa umewatakasa na wanaishi kulingana na ukweli huo, hao Waadventista wa Sabato lazima waishinde dhambi, lazima waitakase Sabato. Hao ndio watakaotiwa muhuri. Wasabato wengine wote, hata kama wewe mchungaji, kiongozi, hajatakaswa na ukweli wa sasa, hajaishinda dhambi, haitunzi Sabato ipasavyo, atapokea alama ya mnyama. Inakuja, iko mbeleni na sio mbali kutoka sasa. Hatuwezi kuona ni kwa jinsi gani kanisa Katoliki la Rumi linaweza kujinasua dhidi ya shtaka la kuabudu sanamu. Yani hakuna namna. Na hiyo ndiyo dini ambayo Waprotestanti wanaanza kuiangalia kwa upendeleo mkubwa sana, na ambayo hatimaye itaungana na Uprotestanti. Wakati huo nabii anaandika itaungana. Sasa hivi imekwisha ungana. Imeshaungana. Kanisa tu la Walutheran mwaka 2017 wakiwa wanasherehekea kila baada ya miaka 100 wamekuwa na kawaida hiyo ya kusherehekea matengenezo ama upinzani wa Martin Luther. Mwaka 2017 walikuwa wamezoea kwenda Wittenberg, lakini mwaka 2017 hawakwenda Wittenberg, wakaenda Vatican, wakakutana kule, wakasaini mikataba, wakakubaliana kuwa kitu kimoja. Kwa hiyo Uprotestanti ni kama vile umeshakufa. Kwenye kanisa la Sabato nalo tunaanza kuona ukweli wa sasa umeshushwa chini. Bendera inashushwa chini, watu wanashushwa kwenye jukwaa lililo imara. Na hata viongozi wa kanisa letu tunawasikia wakisema ya kwamba jamani, kwani hamna mahubiri mengine? Mbona Biblia ni kubwa sana? Kwa nini tu msihubiri mambo mengi kwenye Biblia? Kwa nini muanze kuzisema dini za watu? Utawezaje kupeleka ujumbe malaika wa kwanza, wa pili na watatu bila kugusa siri ya kuasi, bila kugusa upapa na mafundisho ya kanisa Katoliki? Itawezekana vipi? Viongozi wa kanisa tena, na sasa hivi ametoka kwenye session ya mwaka hajarudi, alikuwa ni kiongozi wa idara ile ya Religious Liberty wa General Conference, alikuwa anaitwa Ganun Diop. Ameacha tu madaraka mwaka huu, lakini alikuwa anasikika kwamba yeye hahubiri tena ujumbe malaika watatu, anamhubiri tu Yesu. Alikuwa anasema ya kwamba kanisa Katoliki limebadilika. Hivi sura ya 35 na 36 ya Pambano Kuu tunaiweka wapi? Tunaifuta ya kwamba nabii alikosea, ya kwamba kanisa Katoliki halibadiliki na halitabadilika. Wanaobadilika ni Waprotestanti. Mbona viongozi wetu wanaonekana kubadilika? Wanaanza kusogea karibu sasa kupata upendeleo na kanisa la Rumi. Nini kimetokea miongoni mwao? Je, na sisi tushuke kwa sababu wao wameshuka kwenye jukwaa? Hapana. Ulimwengu unakoelekea siko kabisa. Ukurasa wa 18 imeandikwa hivi: Waprotestanti wa Marekani watakuwa mstari wa mbele katika kunyoosha mikono yao juu ya shimo kubwa na kushika mkono wa mizimu. Watanyoosha mikono juu ya shimo kubwa na kushikana mikono na mamlaka ya Rumi chini ya uongozi wa muungano huo wa utatu: Uprotestanti,
umizimu na Ukatoliki. Nchi hii itafuata katika nyayo za Rumi kwa kukandamiza uhuru wa dhamiri. Tayari muungano huo umekwisha fanyika. Hatua ya kwanza hiyo imepita. Hatua ya pili, sanamu ya mnyama imekwisha kuundwa. Hatua ya tatu, kuanzishwa kwa mfumo mpya wa kiuchumi duniani, digitalization. Kwenye CBDC, digital currency, vimekwisha kuanzishwa, na mwakani 2026 mfumo hiyo inaanza kutumika rasmi duniani. Umoja wa Ulaya, kule Marekani, na ziko nchi ambazo tayari zimeshaanza kutumia hiyo mifumo. Mfumo wa mpinga Kristo, mfumo huu ambao utawezesha kushurutisha dunia nzima sasa kuiwajibisha chini ya mwamvuli wa kuitukuza na kuitakasa siku ya kwanza ya juma. Shetani amedhamiria na yuko kazini na ana kasi, isipokuwa watu wa Mungu waliokusudiwa watangaze ukweli huu, wauonye ulimwengu kwa ghadhabu ya Mungu inayokuja kwa sababu ya kuibadili sheria yake. Wamelala, hawana habari, ndio kwanza wameshuka kwenye jukwaa lilo imara. Mungu anataka tusimame kwenye jukwaa lilo imara, na wale wote ambao watabaki chini hata watumia kumaliza onyo la mwisho kwa ulimwengu. Wale ambao ukweli wa sasa, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, na msingi wake ukiwa ni huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni, wanaoamini ujumbe huo, ukweli huo utawatakasa, wataishinda dhambi, ndio ambao watatumiwa na Mungu kwa onyo la mwisho kwa ulimwengu. Onyo la mwisho kwa ulimwengu. Sikia nukuu hii, inatoka kitabu cha Pambano Kuu, unaiona kwenye skrini yako. Kitabu cha Pambano Kuu, UPH 2023, sura ya 38, onyo la mwisho kwa ulimwengu, ukurasa wa 501. Nabii anasema, dhoruba inapokaribia, tabaka kubwa la wale ambao wameuamini ujumbe wa malaika watatu lakini hawakutakaswa kwa njia ya kuutii ukweli, watatupilia mbali msimamo wao na watajiunga na kundi la wapinzani. Kwa kuungana na ulimwengu na kushiriki roho yake, watakuwa na mtazamo wa mambo unaofanana sana na ulimwengu, na wakati jaribu litakapokuja watakuwa tayari kuchagua upande ulio rahisi, upande unaopendwa na wengi. Watu wenye talanta na wenye nafasi katika jamii ambao awali walifurahia ukweli, watatumia mivuto yao kudanganya na kupoteza. Watatokea kuwa maadui wakuu wa ndugu zao wa zamani. Wakati washika Sabato watakapoletwa mbele ya mahakama kujibu maswali kuhusu imani yao, hawa waasi watakuwa mawakala makini wa Shetani katika kuwawakilisha vibaya na kuwashitaki, na kwa njia ya taarifa za uongo na kauli zisizokuwa za kweli watawachochea watawala dhidi yao. Unabii umetabiri Wasabato wengi ambao hawajatakaswa na ujumbe wa malaika yule watatu. Wasabato hao watapokea alama ya mnyama, watajitenga na kundi na watajitenga na imani, wataungana na maadui, ndio watageuka kuwa mwiba kwa ndugu zao waaminifu. Wapo ndani ya kanisa, wengine ni wachungaji, wengine ni washiriki, wengine ni viongozi wa kanisa, watajitenga na imani. Kwa nini uweke imani kwa wanadamu? Rudi kwa imeandikwa. Weka imani yako kwa Yesu. Na kama hautaki kupokea alama ya mnyama, sasa hivi anza kukata mnyororo wa kufungamana na ulimwengu katika namna iwayo yote. Jiepushe na kuipenda dunia. Usishikamane na roho ya ulimwengu katika namna yoyote. Usipende burudani za ulimwengu huu. Usipende mavyakula ya ulimwengu huu. Usipende fashion za ulimwengu huu. Usipende siasa za ulimwengu huu. Hata kama zinafanyika ndani ya kanisa, siasa haijawahi kuwa msafi hata siku moja. Siasa siku zote ni mchezo mchafu. Ifanyike kanisani, ifanyike duniani, hiyo ni michezo michafu, ni tabia za kibabeli, ni tabia za kiulimwengu, ni tabia za kipagani, ni tabia za kishetani. Hazipaswi kuonekana miongoni mwa watu wa Mungu. Jitengeni na uasherati kwa kila namna, jitengeni na mawazo machafu. Tumgeukie Mungu basi, tung'ang'ane naye basi, tumenyane na Mungu katika mieleka ya maombi, katika ibada binafsi. Tupewe ushindi wa dhambi. Ukweli wa sasa ututakase, tushinde dhambi. Ndipo sasa katika hukumu ya upelelezi tutasimama tukiwa waaminifu, na majina yetu yatakubaliwa, na hatimaye sheria ya Jumapili inapotangazwa Marekani na kushurutishwa katika nchi zote, tutasimama upande wa Bwana tukibeba bendera, tukinyanyua bendera
tukinyanyua bango lenye ngazi tatu, bendera yenye ujumbe wa malaika watatu, hatutaishusha na tutajazwa mvua ya masika. Tutatoa onyo la mwisho kwa ulimwengu. Watakaocheza na ujumbe huu watatupwa gizani. Mungu yuko so serious, anataka kanisa lake liamke, anataka watu wake waamke. Tumelala mno, tumecheza na dhambi mno, tumerubuniwa sana na shetani. Ni saa ya kuamka. Mungu anapiga alamu, anapiga kengele. Waadventista, amkeni, muda umeisha. Amkeni, simameni kwa zamu yenu. Hebu lihubirini neno, ukweli urudi mahali pake, jumbe za malaika watatu zirudi mahali pake. Lazima ujumbe huo tutakase kwanza. Lazima tuwe watakatifu, tupate ushindi wa dhambi, ndipo tufae kwenda kwa ulimwengu mzima. Kabla ya kutoa onyo la mwisho kwa ulimwengu, lazima Mungu ashughulike na Wasabato. Pepeto linaendelea, wengine wanakataliwa, wengine wanakubaliwa. Kwa nini usiwe wewe miongoni mwa wale wanaokubaliwa? Kwa nini nisiwe mimi miongoni mwa wale wanaokubaliwa? Tusimame basi na imeandikwa. Tusishuke kwenye jukwaa lenye ngazi tatu, tusishuke kwenye jukwaa lililo imara. Tusishuke, tusimame kwenye hilo jukwaa ambalo msingi wake, mjenzi wake ni Mungu. Msingi wake ni huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni. Ngazi ya kwanza, ujumbe wa malaika wa kwanza. Ngazi ya pili, ujumbe wa malaika wa pili. Ngazi ya tatu, ujumbe wa malaika wa tatu. Na ndani ya hapo tunapata sabato inayotufanya tutoe heshima yetu kwa Mungu muumbaji na sio kwa mwanadamu. Lazima tupate ushindi kamili wa dhambi. Lazima tabia ya Yesu iwekwe kwetu. Lazima tuwe watakatifu, ndipo tutaweza kusimama na Yesu katika dhoruba inayokuja hivi karibuni. Ndugu zangu, tusimame na Yesu, tusimame na imeandikwa. Huu sio wakati wa kumsikiliza yeyote, rudi kwa imeandikwa. Pambano Kuu sura ya 37, maandiko ni kinga. Hiyo ni sura ambayo Mwadventista yeyote anatakiwa aisome na kuielewa kwa maombi. Tuweke imani kwa imeandikwa. Wachungaji wetu wengine ni majesuiti, wengine ni mapandikizi. Viongozi wetu wengine ni mapandikizi. Ndio hao watakao tutaka baadaye tuitunze Jumapili. Usikubali, simama na neno la Mungu. Sabato haijawahi kubadilishwa na haitabadilika milele. Simama na imeandikwa. Huu ni wito mtakatifu. Mimi ninaupokea wito huu na kutolea wito na wewe upokee wito huu mtakatifu wa Bwana. Inueni bendera. Hebu idadi iongezeke ya wabeba bendera, na onyo la mwisho kwa ulimwengu litatolewa na hatimaye ushindi utapatikana. Mungu na atusaidie na Mungu atubariki. Simama imara, nami nisimame imara. Neema ya Yesu ipo, inatosha na inawezekana. Kwa jina la Yesu, amina. Na Mungu atusaidie. Na kabla tujahitimisha, basi tuombe. Baba mtakatifu, ujumbe wa sasa, ukweli wa sasa ni kiini cha pambano kuu. Shetani yupo kazini na majeshi yake yote, na wengine wamejipenyeza kwenye kanisa lako, unawafahamu mmoja mmoja. Lakini wito wako ni kwamba tusimame na imeandikwa. Sasa Baba, kila mtoto wako anayokugeukia, mjaze kwa Roho Mtakatifu ukamthibitishe. Neema yako yatosha kwa kila hitaji. Kwa jina la Yesu, amina. Mungu awabariki.